Sports Club dhidi ya historia kubwa ya Tanzania kwenye kombe la vilabu ngazi ya vilabu hapa barani Afrika. Ni Tanzania dhidi ya taji kubwa la vilabu hapa barani Afrika, kwa maana kombe la shirikisho hapa barani Afrika, na kuweka historia ya kuwa timu ya kwanza kutoka Tanzania kuweza kuchukua kombe hilo, kwa kuwa tangu nchi iundwe ama iwepo kuanzia mwaka 1961 mpaka ikawepo muungano mwaka 1964, hakuna klabu yoyote kutoka kwenye ardhi hii ambayo tunazungumza hivi sasa ambayo imewahi kuchukua kombe lolote katika ngazi ya vilabu hapa barani Afrika. Je, Simba Sports Jumapili hii ama weekend hii itakuwa ndio timu ya kwanza? Ni swali ambalo huenda likawa rahisi, lakini pia likawa gumu kujibika, kwa kuwa wanacheza dhidi ya RS Berkane, ambapo katika mchezo wa kwanza Simba walipoteana ama walipoteza kule katika uwanja wa Manispaa katika nchi ya Morocco. Ndiyo kick-off number 1 ambayo leo tutaitazama kwenye show kubwa ya kiwiji ya number 10. Kwenye kick-off number 2 ni mwendelezo wa finali ya ligi ya NBA, ambapo OKC ama Oklahoma City Thunder wameshinda mchezo wa pili mfululizo dhidi ya Timberwolves. Na swali kubwa ambalo tunajiuliza, je, wanaweza wakapiga ile sweep ama wakapiga sweeper ama wakapiga fagio dhidi ya Timberwolves? Huenda pia likawa ni swali rahisi lakini likawa gumu kujibika, ama swali gumu ambalo likawa ni rahisi kujibika. Kick-off number 3 ni hapa ambao tutatazama gazeti la Mwana Sport likiwa limeandikwa na picha zikiwepo kuanzia upande wa nyuma sambamba na upande wa mbele, ambapo likipambwa na picha kubwa kuelekea mchezo wa fainali wa mkondo wa pili wa Simba Sports dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao utapigwa kule kwenye jimba la New Amani kule visiwani Zanzibar. Review pia itakuwa na nafasi kubwa, login itakuwepo, profile bila kusahau preview nayo itakuwepo, ambapo tarehe 24 utafanyika pia mchezo wa kwanza wa fainali wa klabu bingwa barani Afrika kati ya Cabo Yellow the Brazilians, kwa maana ya Mamelodi Sundowns, ambao watakuwa nyumbani kucheza dhidi ya timu ya kizazi kipya, timu ya Fiston Mayele, timu ya Pyramids. Pia mchezo huo unatoa nafasi kubwa kutazama leo kwenye namba 10. Na ukaribisha, mimi ni Idi Nonga, nipo na Wilson John Huruma ambaye unamuona pale akivalia socks nzuri, viatu vyeusi pamoja na suruali hiyo ni rangi sio ya zambarau, si rangi ya blue, sambamba na shati swafi pamoja na miwani. Kama Huruma hajavaa miwani, huyu atakuwa sio Huruma. Usubiri usha kumuona Huruma akiwa na miwani. Kwa hiyo na maana macho manne. Macho manne. Ukimuona hajavaa miwani, huyo sio Huruma. Wake wakavua miwani tukakimbiana. Tunamuuliza, wewe ndio Huruma? Bwana Huruma, siku na surprise bila miwani shehe wangu hapa. Siku umeamka umepiga mwingi, muone umeka pembeni, afu umekasirika mzee wangu, sio unashusha tu vyuma. Yani ni kama wewe useme siku unaweza kutusurprise bila macho. Samia hii sio miwani. Ni macho hayo. Ni macho. Au ndo kama siku umeona Zuberi Mkalaboko akiwa na nywele kama zako na afro. Hata kimbiana hapa. Tunasema huyo Zuberi anaweza kaotesha kama Runi. Huyu na nani na mnoleo na ugomvi na nywele wa bwana. Au ugomvi wao si utaishaga lini na nywele. Au Mkalaboko miaka 5 6 nyuma 10 ulikuwa na mchicha ama ulikuwa na afro kama za kijana wetu Limei hapa Wahabi. Hapana, sijawahi kutunza afro. Acha bwana, unajua kutunza nywele mzee wangu. Miaka mingi sana. Maisha yako yote. Hapana, miaka mingi sana. Nilikuwa niko form 1. Ndio nilijaribu kufuga nywele kipindi hicho afro nikatarogi. Yaani sipokuwa na afro. Unaonekana vipi kama pale anakabini kwa dom leader. Kiongozi wa bweni. Sasa kama watu wote wana afro, watu kawaida afro una afro ya kwaje? Unaona vipi? Kwa na afro form 1 nakumbuka. Bwana ni super coach mtaalamu Zuberi Mkalaboko, ambapo kwenye Instagram na mitandao mingine ya kijamii ukiandika Zuberi_Mkalaboko unampata. Yule kule gwiji mnamfahamu, yeye anasema huwa hataki kupashwa kwa sababu Wilson Huruma, wewe unajiweza kaka. Huruma anajiweza, mimi kijana wenu nahitaji watu. Mimi ni Idi Nonga, ukiniandikia kwa idinonga_ unanipata hivyo. Twende kule kwenye Instagram, lakini pia X ambapo zamani Twitter, tukashare na kuzungumza vitu vikubwa vya michezo ambavyo vinachukua nafasi hasa kuelekea mchezo huu mkubwa hapa barani Afrika kati ya Simba Sports dhidi ya RS Berkane kutoka kule nchini Morocco. Ndio kitu kikubwa ambacho leo tunakitazama hapa katika kick-off number 1. Wewe mtazamaji, sisi pia tunakupa thamani kubwa ambapo popote pale ulipo, na moja kwa moja tuanze kuweka mada mezani. Na Huruma, ningependa nianzie kwako na kubwa zaidi, ambapo watu wengi wamemka nalo leo. Kumekuwa na ripoti kubwa, unajua sisi waandishi, mimi pia imenigusa
tumekuwa kama uzalendo tumeukosa, tunashindwa kama kushambulia hivi, kwa sababu wewe ulikuwa shahidi na ulikuwa ni mmoja wa watu ambao unaambatana mara nyingi ukiwa na kikosi cha Simba kwenye michezo hii ya kimataifa, na nafikiri pia kama Yanga ungekuwepo kwenye hili chuano nadhani pia ungekuwepo. Tuambie uzoefu wako wakati mmetua kule nchini Morocco dhidi ya waandishi wa habari wa Morocco vis-a-vis sisi waandishi wa Tanzania, hiki ambacho kinaripotiwa kuhusiana na RS Berkane. Kumekuweko na taarifa tofauti kuelekea kwenye game. Taarifa ya kwanza ambayo imeonekana ni RS Berkane kuwekwa airport masaa 3. Hiyo taarifa ya kwanza ambayo ilikuwa ipo, na kwangu shida sio hiyo taarifa. Shida wakati watu wanaelezea hiyo taarifa wameweka na hujuma. Yaani hujuma iko ndani yake, yaani kwamba RS Berkane wanahujumiwa. Kuwekwa airport masaa 3 wamehujumiwa. Umeelewa? Na kibaya zaidi ni kwamba tunao ripoti ni sisi wa Tanzania. Tunaripoti RS Berkane kutoka Morocco wanahujumiwa na Simba wa Tanzania wenzetu. Ikali. Unaelewa? Ana ripoti anaongea Kiswahili. Watu Mwarabu utamhitaji apate muda zaidi ya kuelewa. Yaani kipi kinazungumzwa. Inabidi apigane vita kubwa sana mpaka kuelewa. Ni nini? Umeelewa? Lakini yule mwandishi ni Mtanzania, anaturipotia sisi wa Tanzania kwamba RS Berkane ya Morocco inahujumiwa. Umeelewa? Lakini nilikuwa naelezea kwamba mimi nilisafiri na Simba kwenda Morocco. Tulifika pale Mohamed wa 5 saa 11 alfajiri. Na utaratibu wao kufungua ofisi ni saa 3. Kwa hiyo tulisubiri mpaka kuanzia saa 11 alfajiri mpaka saa 3 wao wafungue ofisi yao, na ofisi ifunguliwe ikafunguliwa. Hilo utaratibu wake. Wao wafungue ofisi saa 3. Waashe kompyuta kidogo, waashe kompyuta, AC changanye, wafanye usafi kidogo. Umeelewa? Wakafungua ofisi saa 3. Kufungua ofisi saa 3 tulikuja kutoka pale uwanja wa Mohamed wa 5 saa 8 za mchana. Umeelewa? Saa 8 za mchana. Na wao wakaweka utaratibu ni kwamba kwa sababu hapa watu unakumbuka shughuli ilianzia hapa. Ilikuwa tugongewe visa hapa. Sio? Baada kufahamika kwamba mama anatoa ndege. So watu wakawa na force kwamba visa tugongewe hapa. Lakini nenako kwenye kugongewa visa hapa ilikuwa ni mchakato mrefu, kwa sababu unaomba visa online. Na ukiomba visa online wanakupa ile fomu unajaza. Sio? Ukishamaliza kujaza ukiwatumia wanakuambia swali hili hujajibu sahihi, wanakurudishia. Lijibu kwa sahihi. Wanakurudishia unajaza. Kujaza unapeleka. Wanakurudishia tena. Sasa kwa nini pale mwanzo wakati wanasema swali hili ukujibu kwa usahihi? Kwa nini usingesema tu bana maswali haya? Lakini ilikuwa kila ukituma wanakurudishia kwamba swali hili hukujibu kwa usahihi. Hiyo ni shughuli kwanza ambayo ilianzia hapa. Baada ya huo msongamano embassy pale kama bana basi mkapate visa on arrival. Yaani mkagunge visa siku mnafika Morocco. Ndio mchakato tumekaa kuanzia saa 11 alfajiri tulipofika. Tumetoka airport ya Mohamed wa 5 saa 8. Kaka, kila mtu alikuwa hoi. Watu wamechoka. Yaani kila sehemu ya mwili inauma. Susuna leo. Lakini sikuona popote nchini Morocco. Wameandika waandishi wa nchini na pale airport walikuwepo. Wameandika popote kwamba Watanzania wamehujumiwa airport kwa kukaa kuanzia saa 11 wametoka saa 8. Hiyo kaka haijaandikwa popote. Imepita hiyo.
kama hakijatokea kitu. Nyinyi ndio na mambo yenu. Na kwa sababu sisi tuliona, of course inawezekana sometimes ni taratibu. Unajua inawezekana haufahamu taratibu wewe ukaona unahujumiwa. Inawezekana taratibu zikachukua muda mrefu. Umeelewa? So na sisi kule tulichokiona kwamba bwana hizi ni taratibu zao zitachukua muda mrefu. Umeelewa? So hata sisi wenyewe tu hatukuandika kama hizi ni hujuma. Waandishi nchini Morocco hawakuandika kama ni hujuma. Watanzania walihujumiwa. Sisi kaka hapo airport ya Zanzibar masaa matatu tumeshupalia, tumeandika Berkane ya nchini Morocco inahujumiwa Tanzania na Simba ya Tanzania. Kuna mwandishi mmoja ndio kaeka, kuna magari ya aina mbili kaeka, una magari haya ndio Simba Sports iliyaweka, Morocco wameyakataa. Wamekuja na nani, Berkane wameyakataa, wamekuja na umeona sasa hiyo. Umeona sasa hiyo ni nyingine. Umeelewa? Lakini kilichofanyika wala Berkane hawajakataa mabasi ya Simba. Yaani yeye alichokuwa anaripoti pale kwamba bana ni mabasi ya Berkane lakini wamekataa mabasi ya Simba ni haya. Hapana. Pale kweli kulikuwa na mabasi ya Simba ambayo waliyapeleka. Na Simba walipeleka mabasi kwa mujibu wa taratibu za CAF, kwa sababu CAF wana idadi. Sio? Wana idadi ya ile timu ngeni na mnapaswa kuandalia mabasi ya idadi hii kulingana na watu ambao wametajwa kikanuni na CAF. Ndio Simba walichofanya. Wakiongozwa na GC wa mchezo ambaye pia anatoka CAF. Walipofika pale airport, na kitu kizuri ni kwamba Simba pale na yale mabasi walifika lisali moja kabla ya Berkane hawajafika. Sio? Baada ya Berkane kufika wakawaambia tumekuja na watu na idadi kubwa ya watu kuliko ni mabasi leta. So na wenyewe ikabidi wakatafuta mabasi. Ndio yule sasa anayeonyesha kwamba haya ni mabasi ya Berkane. Sasa yale ni mabasi ambayo Berkane waliongeza ya ziada kulingana na idadi ambayo wameleta. Umeona? Sasa sisi tusha ripoti Berkane wamepeleka mabasi na Simba, wamekataa, wamekuja na mabasi yao. Yaani ili mradi washangaa watu. Inakuwaje? Bwana Huruma, tutarudi Mkalaboko, kama kuna finali ambayo Simba wanacheza kwa msimu huu hii ya shirikisho, mimi naweza kudiriki kusema ni moja kati ya finali ambayo inatengenezwa ina pressure nyingi, ukiacha utani wa jadi ambao unaweza ukauelewa kwa vichonyo kivuli hiko, lakini kuna mazingira yanatengenezwa. Ilianza insha uwanja wa Amani, sijui uwanja umefanyaje, sijui nini, lakini wenyewe viongozi kuwasikiliza hawapo kwenye mlengo. Jana pia kuna kauli ambazo kwa Ahmed Ali watu wamesafsiri tofauti, wanasema si kuna mtu atapoteza maisha, si atafanywaje. Kuna pressure inatengenezwa kubwa. Kwa nini tusikubali? Ni eneo muhimu ambalo kama taifa tunahitaji kuwa na historia kubwa kwenye hii michuano ambayo kwa muda mrefu tulikuwa tunaitafuta. Simba wameitafsiri mechi hii kama vita. Na sio vita tu, mapambano ambayo hayataki kuleteana mzaha. Mapambano ambayo hayataki hujuma. Na mpira wa Afrika umejaa hujuma. Na ndio maana unaweza kuona matamko yao ni kama Simba wanaamini mtu yote atakayeingilia mechi yao wako tayari kuua mtu. Kwa tafsiri ambayo imeonekana. Lakini hili halijaanza mechi hii. Nafikiri nakumbuka mechi ya Al Masry kwenye mkondo ule wa pili baada ya kufungwa goli 2. Nafikiri ndio ilitoka matamko makali. Kwa mara ya kwanza ndio nimeshuhudia mechi ya kimataifa huwezi kuona jezi ya timu nyingine yoyote, kwa maana kwamba matamko kama haya pia yalisaidia. Lakini tuliona hata hiki kinachosemwa sasa wanamaanisha nini? Uko utaratibu na mazoea ambayo tuko nao katika ligi yetu, hata hayo ambayo tumekuwa kuyasema Wilson, kwamba ziko tabia ambazo tunaona ni sehemu ya tabia zetu za muda mrefu na hatuwezi kuziacha, lakini zina madhara wakati mwingine. Hapa usilete madhara tu labda ya kuangalia tafsiri yetu tunavyotafsiri nje ya nchi kwamba tunahujuma sana. Lakini hata hii lugha tunaona zitumia wakati tunaukataa uwanja wa Amani. Ondoa Amani, ondoa kwa Mkapa. Sisi tuna CHAN na AFCON. Kabisa. Picha tunayoonyesha uwanja wa Mkapa ndio watakavyotushambulia wa Kenya na Waganda, namna ambavyo tukitaka kupewa opening ceremony kusema tuna viwanja vinavyotufaa. Picha tunayoonyesha kwamba viwanja vyetu havifai ndio tutakuja kunyimwa hata faini ya kuhost kwenye CHAN au AFCON. Kwa nini? Kwa sababu tunashindwa kuminimize harm. Kujua kipi cha kusema, kipi cha kuacha. Lakini Simba wanamaanisha wako kwenye mazingira ya taifa ambalo
ukiwa unapigana na adui wa nje, maadui zako kwanza unaanza nao ndani. Kuliko hata huyu anayetoka mbali. Vile vile Young Africans wakicheza, adui anaanzia ndani kuliko ndani. Ni utamaduni ambao uko wazi. Wilson anasema sio dhambi kwa timu ya Yanga kumshangilia mgeni, sio dhambi kwa Simba kumshangilia. Lakini ni dhambi kuratibu wazi wazi. Ile inaleta chuki na inaleta vita isiyokwisha, ndio mwanzo kuta watu wanatoa matamko mengine magumu sana. Lakini japo inaweza isiwe na ushahidi. Sasa nini tunataka kusema kwamba huu ni utamaduni tuliotengeneza miaka mingi. Kwa wakati mwingine uvumiliwe. Ndivyo ulivyo. Tuliona hapa Ubuntu Suboto wamekuja hapa. Paka waziri kaingilia kati wakati ule. Ni vitu ambavyo kama vinajirudia. Lakini kwa nini? Kwa sababu ndio utamaduni wa mpira wetu ulikofika. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anavyolibeba sasa kushindwa kulivumilia, maana yake ni kwamba linawakwaza watu. Kwa mtu makini, maana yake tulitafutie namna fulani, hata kama utani wetu unakwenda, basi angalau ikifika jambo la mtu mwingine liangalie katika mazingira fulani ya usawa kwa sababu ya mpira huo. Lakini tumejenga utamaduni huo, tunaulinda na tumekuwa tukiupenda, na ndio kuna wakati unaonyesha mpenzi wetu wa mpira sisi kwa katika mitindo tofauti. Unagawanya watu kwenye nyumba lakini watu wapigani kama maasimu. Una tofauti. Kwa hiyo ni mchezo fulani ambao umejenga watani wa jadi wapo katika sura hiyo. Sasa hata hayo ni sehemu ya utani wa jadi. Lakini kuna wakati mtu mwingine havumilii kabisa. Akiona hivyo atatukana, atakasirikia mtu, atakutangazia ubaya na uadui. Wakati mwingine mtu anakutagi mpaka anataka kumuunganisha na jeshi la polisi. Atisio hai wa mtu. Tunao kuna comments huko. Tunao kuna comments mtu anakutagi mpaka anamuunganisha na jeshi la polisi. Huyu pengine huyu anafikia kuhatarisha usalama wa mtu. Lakini ndio kauli zinazotoka. Sasa nini ambacho kinatokea kwamba utani wetu sasa kuna wakati mwingine unashindwa kuvumiliwa na mtu mwingine yoyote ambaye hana uvumilivu. Kwa mfano kauli za jana za Simba ni hawana uvumilivu. Na chochote kitakachotokea kwenye mechi yao kwamba wao wamekubali wacheze na Berkane wapambane nao, mtu mwingine yote asionyeshe uratibu, ni kukosa uvumilivu. Kwa kauli ya Simba ni ya kukosa uvumilivu kwa sababu wanaamini wao vita yao basi watu wao wanapambana na adui yao. Lakini kuonekana mtu mwingine ana support wao, uvumilivu huo hawana. Kama ambavyo huko nyuma na washai kuingizwa kwenye kuratibu kumsupport mpinzani. Kwa hivyo ni vitu ambavyo viko katika mpira wetu. Cha msingi tu ni watu kukumbushwa sasa yasitoke matamko ambayo yanaweza kachochea uvunjifu wa amani. Kwa mfano tuko wachambuzi, tuko waandishi, hata katika mitindo ya uchambuzi ambao haikatazi. Kuna mwingine anachambua kwa mlengo, ni aina ya uchambuzi upo sasa hivi. Kuna mwingine sasa tusifikie hatua sasa ukajikuta sasa ukaja kukutana mtu njiani ukampiga mawe. Maana ndio kauli zikianza kutoka hivi zikataka kujumuisha sana, baadaye sasa zikatana madhara makubwa, watu wakaondoa uvumilivu kabisa. Mwisho wa siku katazamana kama uadui. Kwa wakati mwingine kauli kama ya Ahmed Ali sio kuentertain sana, japo ina kitu inatufunza kwamba angalau basi tusiumizane sana. Kwa mfano hili la airport, uko utaratibu watu hawajui. Kumkagua mtu mmoja airport na kundi la watu ni vitu viwili tofauti. Kundi la watu lina utaratibu wake. Ukipeleka timu wanakaguliwa kama timu. Ukipeleka mtu mmoja ataenda tu departure pale, ataenda atagunduliwa passport yake na vita huyo anaondoka. Na hata ugumu hapa mzunguko wa passport kwa sababu watu walikuwa wengi. Angekuwa mtu mmoja taratibu zile kujibu anaweza kusaidiwa hata na afisa. Wewe una watu 200 wale unawasaidia watu wangapi? Kwa ndio maana kwa sababu nendeni huko mtaka kufika mkagonge. Sasa mkifika lazima mtapewa muda. Usalama usafiri nje hii ni mataifa mangapi mnakaa airport zaidi masaa 4 5? Utaratibu wa kawaida mkiwa wengi. Sasa bahati mbaya utakuta mwandishi wako online hata kwa kusafiri maskini ya Mungu. Pengine kaenda na boti. Kwa kabla ya kumlaumu, ilibidi sasa aulize watu. Wakati mwingine uliza mamlaka. Bwana, vipi utaratibu wa masaa 3? Ndio utaratibu. Wangekuambia bwana hawa wamekuja kama organization. Sio individual. Mtu mmoja utaratibu wake mwepesi. Sasa kaka akiuliza hapo hiyo content anaitolea wapi? Sasa ukilipuka kama hivi ukiliza content muda huo kushuta na utolea. Sasa content alitoa tafsiri yake inafanyika kwamba watu wao na content creator wengi inakuwa wakati mwingine walete vitu ambavyo ni factful. Kumbe ana ugeni yeye alituletea taarifa hajawahi kusafiri. Yaani tafsiri yake leo tuletea taarifa na ushamba wa safari. Nafikiri tungeweka hivyo. Aliyetoa taarifa kwamba Berkane wamekalishwa uwanjani ana ushamba wa safari. Mkisafiri makundi mnakaguliwa kama kundi airports. Mnakaguliwa kama kundi kwenye boda. Mnakaguliwa ndio kundi, si lazima mfuatiliwe, mmekujaje, mna shughuli gani, mkoje, tufanye utaratibu. Mtu mmoja si wewe tu unakwenda. Wataangalia utaratibu wako, vigezo vyako, taarifa ulizokuwa nazo, wanakushughulikia. Sasa ule ni ugeni wa safari. Na si hawa watu wana ugeni tu. Hadi hapo wamekuja. Nafikiri tu kwa sababu hili matatu. Hapa. Dike, uko utaratibu wa wazi. Sasa wakati online alivyo anaweza akaenda tu field kama hivi. Akakutana na taarifa tu inaelea. Yaani yeye kasikia. Akaruka nayo. Yaani yeye kasikia. Hayo sababu itampa trend.
sio hiyo ya kusikia yani anaruka naye unakuta. Sasa nimeona wale bodi ya ithibati, nimeona sasa hivi wanataka mwandishi na press card. Wana maana sasa press card bado haina height limit. Press card inataka kwenda kwenye kuripoti, lakini iko haja ya kutengeneza uwiano mzuri wa uandishi wenye unajua, bahati mbaya sasa hivi tunafanya citizen journalism na simu yangu iPhone naweza kuedit nachukua nafungua online naenda. Sasa citizen journalism sehemu ya haki kwenye haki ya katiba, lakini kulinda yale maadili ya kiuandishi ni ngumu. Kwa mfano mwandishi kama wewe professional kwenda kuripoti habari kama ingekuwa aibu kwako. Of course. Aibu kwako kwamba umeshindwa kuuliza, sababu ile ni news tayari. Unajua shida bahati mbaya watu online wanashindwa kutofautisha news na matukio. Sababu ile ni news tayari. Unakutana na watu gari imegongana kwamba bwana kuna ajali imetokea au tusubiri mamlaka zithibitishe. Ile ni news, wako pale. Umeuliza mamlaka kwa nini kama saa 3 hapa? Shida nini? Useme shida anaambia figisu. Sasa bwana tumalizie na mchezo wenyewe ambao ndio umetuweka hapa pia, kwa sababu gani mambo ya nje ya uwanja tumezungumzia. Simba wameruhusu mabao mawili mchezo wa kwanza. Berkane kwenye michezo yote ambayo wamecheza katika michuano hii wameruhusu mabao mawili pekee. Simba kinamna gani hiki ambacho kinazungumza na mafikirio ya wengi ambao wanaamini huu ni mfupa mgumu kwake. Mchezo huu wa mwisho ambao unapigwa kule Nyuamani, mchezo umezungukwa na mambo mengi, tumezungumza vitu vingi, hatimaye weekend shughuli inaisha. Sio ni mchezo aina gani? Kwa mazingira ambayo yapo mechi iko kwenye advantage kubwa ya Berkane. Wana faida kubwa wao. Yes. Yaani Berkane wana advantage kubwa. Wana advantage kwa sababu wanaongoza 2-0. Lakini wana advantage kwa sababu Berkane wakisafiri ugenini ni one of the best defensive team. Yaani Berkane huwa ugenini haendi kushambulia. Umeelewa? Wanazuia sana. Na ni wavumilivu. Wanajua namna nzuri ya kupokea punch kutoka kwa mpinzani. So umeelewa? Wana huo ustahimilivu, wanaweza kupokea punch. Sasa wanaweza kupokea punch wakitoka na wenyewe wakirusha, wewe uko tayari kuvumilia? Sio umempiga mwenzio na pigo yeye moja walete kama mgonga bana walete. Ni wastahimilivu kwenye kupokea punch. Sasa ni juu yako wewe, wenyewe na wenyewe wakitaka kutoka kushambulia. Utavumilia? Sio. Kwa hiyo mechi ina mazingira hayo. Kwa hiyo hata Simba approach yao ya huu mchezo ni approach ambayo unaitegemea kwa sababu unachokitegemea ni Simba itakwenda kwenye kwa attack. Yaani huoni approach nyingine ya Simba kwenye huu mchezo tofauti na hiyo kwa sababu ya mazingira ya mchezo. Kwa maana hiyo kwenye hii mechi automatically utakuwa na timu ambayo inazuia, alafu utakuwa na timu ambayo inashambulia. Sasa kwenye timu ambayo inazuia umetaja defensive record ambayo yako nayo. Mpaka sasa wameconcede goli mbili peke yake. Kwa maana Samuel nikasema Simba wanapaswa kucheza mechi bora pengine ambayo hatujawahi kuiona msimu huu. Kwenye namna ya kuwafungua RS Berkane. Kwa sababu watakaa mbele ya goli lao. Na kama ambavyo tunawajua Waarabu walivyo. Unakumbuka Yanga walitaka kulia pale. Ile mechi tulisema hata Yanga atafuta goli moja pale ni MC Alger. Watafunga sasa hivi au kesho. Watafunga leo 90 zimeisha pale. Yaani mechi ile ingekuwa inachezwa hata mwezi wa 8 tungefika. Wale wamekaza wameshikilia bomba. Mwezi wa 8 tungefika. Sio, umeelewa? Sasa hayo ni mazingira ya mechi. Na Simba kuianza vizuri hii mechi ni lazima kupata bao la mapema. Lazima kupata bao la haraka iwezekanavyo. Sio ndani ya 15 minutes kama ambavyo Berkane walifanya kule. Ndani ya dakika 15 walikuwa na goli mbili. Ndio hiko kitu ambacho Simba wanapaswa kukifanya hapa. Angalau kwenye 15 za kwanza wao tayari wamefunga bao. Bao la dakika 15 za kwanza litakuwa na maana
kwanza kutuliza pressure hiyo ambayo ulizungumza pale awali. Pressure ambayo imezunguka huu mchezo. Mchezo umekuwa na pressure sana. So umeelewa? Pressure ya kuhamishwa kiwanja, pressure ya hizi stories ambazo ziko, unajua pressure tayari Berkane wanaongoza. Kwa hiyo bao la kwanza lile litawapa nafasi wachezaji wa Simba pale kiwanjani. Sasa tunatafuta bao hili moja. Kwa sababu watu waseme tu kwamba zinatafuta goli 3. Simba kwanza wanatafuta ku level scoreboard. Ikae kwanza. Ule ubao usome 2-2. Hapo waanze upya. Sasa wakishafunga la mapema watapumua. Bwana, sasa tunasaka bao moja tusawazishe. Sio? Lakini bao la mapema manake litamaanisha pia kuichukua ile crowd ya Amani mapema. Kuwaingiza mashabiki wa Simba kwenye mchezo mapema. Sisi Tanzania tuna mashabiki ambao wanapenda kushangilia matukio. Likifungwa goli, mtu kapigwa tobo, mtu kapigwa abaya. Mtu akishakula abaya pale ndio unasikia tunakanga chips. Sisi ndio tunashangilia matukio. Kwa hiyo bao la mapema ni kitu ambacho mashabiki wa Simba watalipenda. Umeelewa? Kwa hiyo ile crowd ya pale Amani italipuka na kuipushi zaidi timu kutafuta bao la pili. Lakini bao la mapema pia litamaanisha Berkane linaweza likahamishia paniki upande wao. Umeelewa? Sasa iseleke bana, hao watafuta goli moja unajua. Unajua baada ya mechi kule wale mashabiki wa Berkane walikuwa wanashangaa mashabiki wa Simba wanashangilia. Bwana, yani pale baada ya game ilikuwa ni ngumu kuweza kujua timu ipi imeshinda. Vipi? Mashabiki wa Berkane wanashangaa mashabiki wa Simba wanashangilia, sio mchezo. Imekuwaje?